Walimu kaunti ya Embu wamelazimika kugeukia dawa za kiasili kutokana na ukosefu wa uwezo wa kugharamia gharama ya matibabu. Walimu hao wanalazimika kutumia muda mwingi wakitafuta dawa hizo badala ya kujihusisha na majukumu yao ya kufunza. Chama cha KUPPET kimeelezea hofu yake kutokana na masaibu yanayokumba bima ya afya ya SHA, kikisema kwamba walimu wengi wanahangaika kulipia gharama ya matibabu kutokana na utekelezaji mbovu wa bima ya afya. Wengi wametaabika sana kwa sababu hospitali kama Teneri ile ilikuwa inahudumia walimu imekataa kuhudumia walimu kwa sababu ya kutolipwa pesa yao. Jambo la pili, hospitali ile inahudumia walimu haina madawa yoyote. Hiyo imepindi walimu wapate shinda sana. Walimu ambao wanafunza sehemu za Ishiara, Chiakago, Makema, Karapa, hakuna hospitali hapo ambayo inaweza kuwatibu. Kwa hayo sasa, walimu wameingia kwa kichaka kutafuta mandawa kutoka kwa miti shamba. Wengine wanakimbizana na wanyama ili watafute miti ya kutafuna, sababu hakuna mandawa hata kidogo. Ningeomba serikali tafadhali isuluhishe hili jambo ili walimu wetu warudi kufunza kwa mashule yetu. Hiyo kama haitafanyika, basi tutakuwa na shinda na tutakuwa na mbundi kuambia walimu wetu waache kufunza, wanje pamoja wakusanyika katika hii town ili tujue vile tutafanya. Ulinzi wa chemichemi za maji ni muhimu katika vita dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi. Na hivyo mbinu za kulinda chemichemi zilizoko Kisumu zinatarajiwa kusheheni hotuba za wasemaji katika maadhimisho ya maji huko Kisumu. Bramwell Bwire yuko kule katika eneo hilo la Kisumu na tunaungana naye moja kwa moja kuweza kutufahamisha kuhusiana na siku hii ya maji duniani. Ni yapi ambayo yanaendelewa katika eneo hilo la Kisumu, kifahamu kwamba ni sehemu ambalo inazungukwa na ziwa Victoria. Bramwell Bwire, mikakati iko vipi? Swala hili la chemichemi za maji zitalindwa vipi haswa katika eneo hilo la Kisumu? Shukran Yeri.